أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. نوينا التعلم والتعليم والتذكر والتذكير والنفع والانتفاع والإفادة والاستفادة حتى على تمسك بكتاب الله تعالى وسنة رسول الله. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد صلاة تخرجنا بها من ظلمات الوهم وتكرمنا بنور الفهم وتوضح لنا ما أشكل حتى أفهم إنك تعلم ولا نعلم أنت علام الغيوب. Al-Iman wal-Islam, ikiwa tupo katika mwendelezo wa kitabu chetu kiitwacho Madarijul Ula, ambayo ni sherehe ya Tabarakatul Ula cha al-Imamu Abul Mubarak Hasan ibn Umairi Ash-Shirazi. Kwa uwezo wa Mola Subhanahu wa Ta'ala na kwa taufiki yake, leo tupo ukurasa nambari 33. Tunaondokea katika ubeti namba 19 unaosema wala qad uqirta wizran murjahanna yasuddu alayka subul al-inbi'ati. Wala qad uqirta wizran murjahanna yasuddu alayka subul al-inbi'ati. Wala qad uqirta, na hakika umebebeshwa wewe. Wala qad uqirta, na hakika umebebeshwa wewe. Wizran murjahanna, mzigo mzito. Wizran, mzigo, bimaana madhambi hayo. Murjahanna, mazito, madhambi ambayo kwamba yasuddu alaika, yatakuzuia wewe dhidi yako. Yasuddu alaika, yatakuzibia dhidi yako wewe. Subulal inbi'ati, ile njia ya kusalimika. Subulal inbi'ati, ile njia ya salama, njia ya kusalimika. Kwa jinsi mzigo wa madhambi juu yako yalivyokuwa ni mengi, kwa sababu ya kuwaachia watu mali ambayo wameitumia mali kama ile katika njia ambazo si za halali, na wewe ndio uliyewaachia, basi wao watakuwa na madhambi yao na wewe pia utakuwa na madhambi yako, kwa sababu ya kule kuwaachia mali kama ile, kisha ikatumiwa mali kama ile katika njia ambazo sizo. Anasema laqad allamu muwaddi'atu lilqasami. Hiyo lamu hapo ni yenye kutilia nguvu kile kiapo. Allamu, hiyo lamu hiyo. Laqad, hiyo lamu hiyo. Muwaddi'atu lilqasami, ni yenye kutilia nguvu kile kiapo. Ndio wafasiri kuwa laqad, wallahi, hakika. Laqad, wallahi, hakika. Kwa hivyo kuja kutilia nguvu hapo kwenye kiapo kama hicho. Uqirta ay humilta, umebebeshwa wewe. Himlan thaqila, mzigo mzito. Uqirta ay humilta, umebebeshwa wewe. Wizran thaqila au himlan thaqila, mzigo mzito. Wizran ay ithman, madhambi ambayo kwamba murjahanna, mazito. Wizran ay ithman, madhambi ambayo kwamba murjahanna, ni mazito. Wa nunuhu litakidi wa alifuhu lilitlaqi, na hiyo nuni yake hiyo hapo kwenye murjahanna, hiyo nuni ambayo yenye shada hapo, anasema litakidi, kwa ajili ya kutilia mkokotezo. Litakidi, kwa ajili ya kutilia mkokotezo, msisitizo. Pia unaweza ukasema hivyo. Wa alifuhu lilitlaqi, na alifu yake hiyo ni kwa ajili ya itlaqi, na hayo ni katika mambo ya lugha, wenyewe wanaelewa. Anasema yasuddu ay alwizru. Yasuddu, huzuia nini? Alwizru, yale madhambi yale. Alaika, juu yako wewe. Haithu dha'ufat bihi quwwatuka, kiasi ambacho zimedhoofika kwa kupitia madhambi kama hayo nguvu zako. Haithu, kiasi ambacho, au kwa namna ambayo kwamba dha'ufat bihi quwwatuka, zimedhoofika kwa kupitia hayo madhambi ambayo umebebeshwa wewe. Madhali ni mzigo mzito, ikapelekea kudhoofika nguvu zako. Kwa hiyo itakuzuia au yatakuzuia madhambi kama hayo kwenye nini? Subula ay turuqa, subula, njia hizo. Ay, amefasiri turuqa, njia. Al-inbi'ati ila salamati min al-iqabi wal-adhab, njia za kusalimika. Ay ila salamati, njia za kwenda kwenye kupata salama. Min al-iqabi, kutokamana na mateso. Wal-adhabi, na adhabu.
maana kama nilivyosema kuwa hayo madhambi ambayo umebebeshwa, kwanza nguvu zako zimetopewa, kwa maana ya kwamba zimeshindwa na mzigo kama huo. Mzigo ni mzito, nguvu ni chache. Kwa hiyo mzigo kama huo umekuzuia wewe au utakuzuia wewe kuweza kuzipata zile njia za salama, njia za kusalimika kutokamana na adhabu za Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala na mateso ya Mola Subhanahu wa Ta'ala. Anasema falmalul haramu, basi mali ya haramu, mali ambayo imepatikanwa kwa njia za haramu, la khaira fihi, haina khairi mali kama hiyo ndani yake, wala nafaa minhu, wala hakuna manufaa kwa kupitia hiyo mali ya haramu. Falmalul haramu, basi mali ya haramu, falmalul haramu, basi mali ya haramu, au falmalul harami, falmalul harami, mali ya haramu, la khaira fihi, haina khairi ndani yake, wala nafaa minhu, wala hakuna kunufaika kwa kupitia mali hiyo ya haramu. Manzu'ul baraka, manzu'ul baraka ni yenye kuvuliwa baraka, ni yenye kuondolewa baraka, hiyo mali ambayo ni ya haramu. Adimul faida, adimul faida ni yenye kukosa faida, adimul faida ni yenye kukosa faida. Alkathiru minhu la yughni, alkathiru ile nyingi yake, minhu inayotokamana na hiyo mali ya haramu, alkathiru ule wingi wake, minhu unaotokamana na hiyo mali ya haramu, la yughni haunufaishi, la yughni la yughni haunufaishi. Walqalilu na ule uchachi wake, minhu unaotokamana na hiyo mali ya haramu, la yudhkaru haukumbukwi, la yudhkaru hautajwi, la yudhkaru haukumbukwi. Ni maana mali nyingi ambayo inayotokamana na utafutaji wa haramu, basi mali kama hiyo haiwezi kumnufaisha mtu, hata kama kinadharia ataona ya kuwa akapata manufaa akafaidika, lakini kihakika wallahi hakupata faida na wala hakufaidika kabisa. Na ikiwa ni chache, basi la yudhkaru haikumbuki wala haitajwi, kwa sababu ni kichache tu ambacho kimepita. Kama uliwaachia watu kwa uchache, mwisho wa siku washasahau kama uliwaachia, kwa sababu ni kwa uchache. Asema taamuhu, chakula chake, bimaana hicho chakula cha haramu, masmumun ni chenye sumu. Taamuhu chakula chake hiyo alhau yaudu ila harami au ila mali alharami. Taamuhu chakula chake, maana chakula ambacho kimenunuliwa kwa kupitia pesa za haramu, au chakula ambacho kimepatikanwa kwa exchange ya kitu ambacho ni cha haramu, ima pesa au vitu vingine vyovyote viwapo. Masmumun ni chenye sumu. Wa sharabuhu na kinywaji chake, bimaana kinywaji ambacho kimepatikana kwa kupitia namna ya haramu, madhmumun ni chenye kudaiwa, ni chenye kubezwa, ni chenye kusemwa vibaya, basi hivi vyote vile unavyotaka hiyo madhmumun. Wa sharabuhu na kile kinywaji chake, madhmumun ni chenye kusemwa vibaya, madhmumun ni chenye kubezwa, madhmumun ni chenye kudaiwa, au pia unaweza ukasema madhmumun ni chenye kutukanwa. Kiufupi ni chenye kusemwa kwa namna mbaya. Wa tijaratuhu na biashara yake, biashara ya mali ya haramu, khasiratun ni yenye kula hasara, khasiratun ni yenye kula hasara. Wa bidhaatuhu na bidhaa yake, bairatun ni yenye kudoda. Wa bidhaatuhu na bidhaa yake, bidhaa ya mali ya haramu, bairatun ni yenye kudoda. Wa idha tasaddaqa min almali alharami, na pindi, wa idha tasaddaqta na pindi utakapotoa sadaka, min almali alharami kupitia mali ya haramu, falan tuqbala hutokubaliwa. Wa idha tasaddaqta na pindi utakapotoa sadaka, min almali alharami kupitia mali ya haramu, falan hiyo lan wanaita ni harfu nafi wa nasbi wa istiqbali, yansibu fi'la almudari'i,
yansibu fi'la al-mudari', huinasibisha fi'li mudhari, herufi ya nasbu ya kunasibisha, hiyo ni pia vile vile herufi ya nafyu ya kukanya kitendo kuwa hakitofanyika, pia ni vile vile herufi ya istiqbali, maana yake inafidisha kuwa hizo zama zijazo, kama alivyosema kule, fa in lam taf'alu wa lan taf'alu, kama hamkufanya basi wala hamtofanya. Kwa hiyo falan tukubala, basi hutokubaliwa, maana yake huko mbeleni hutokubaliwa sadaqatuka, hiyo sadaka yako, bal turaddu alaika, achilia mbali kule kukubaliwa, bali hurejeshewa wewe mwenyewe bal turaddu alaika, bali hurejeshewa wewe mwenyewe. Idha tarakahu wa idha taraktahu mirathan, na utakapoiwacha hiyo mali ya haramu kuwa ni urithi, kuwa ni mirathi, kana shu'uma, basi imekuwa ni ukorofi, ala alwarathati, wa wale warithi. Wa idha taraktahu, na pindi utakapoiwacha hiyo mali mirathan, hali ya kuwa ni urithi, kana, basi imekuwa au iwe shu'uman, ukorofi, mkosi, ala alwarathati, kwa wale wenye kurithi. Kiacha mali ya haramu kwa warithi, basi ujue ni ukorofi huo ni ukorofi huo, manake ni nuksi umewaachia watu wale watakaorithi mali kama ile. Wasababan, na pia imekuwa ni sababu, fi ghadabillahi alaika, katika makasiriko ya Mwenyezi Mungu dhidi yako wewe. Sababan, na imekuwa ni sababu fi ghadabillahi, katika hasira za Mwenyezi Mungu, maana kuchukiwa na Mwenyezi Mungu, alaika, juu yako. Qala sallallahu alayhi wasallam, Mtume sallallahu amesema, inna Allah, hakika Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala, qasama bainakum akhlaqakum, amegawa juu yenu nyinyi qasama bainakum, amegawa baina yenu nyinyi, akhlaqakum, tabia zenu, kama qasama bainakum arzaqakum, kama alivyogawa baina yenu nyinyi riziki. Maana tabia Mwenyezi Mungu pia nazo kishazigawa, huyu ana nzuri, huyu ana kati, huyu ana tabia mbaya Mungu kishazigawa kama alivyogawa riziki. Wa inna Allah, na hakika Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala, yu'ti dunya, humpa huu ulimwengu, yani manake humfungulia raha za ulimwengu, liman yuhibbu wa liman la yuhibbu, yule ampendaye na yule asiyompenda. Mungu humpa, kama tulivyopita kule nyuma, kuwa hii ardhi, hii dunia hailingani sawa mbele ya Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala na ubao wa mbu. Kwa hiyo haina thamani mbele ya Mwenyezi Mungu. Kwa hiyo kwenye ulimwengu kama huu, Mola humpa yule ampendaye na asiyompenda. Wala yu'ta dina, na wala hapewi dini, illa, isipokuwa yule ambaye, illa liman, isipokuwa kwa yule ambaye, yuhibbu, illa liman yuhibbu, isipokuwa kwa yule ambaye Mola humpenda. Manake dini, na akisema dini hapa manake kule Mwenyezi Mungu kukutumia wewe katika mambo yake ya kidini, kukupa ilmu, pia vile vile Mwenyezi Mungu kukupeleka sehemu mbalimbali za khairati, kufanya mambo mazuri ya dini. Mola hampi kila mtu, na ukiona Mungu wewe kakuelekeza kwenye mambo mazuri, kwenye mambo ya kheri, halitangazwi jambo la kheri isipokuwa wewe utalifanya. Kama huwezi kulifanya, basi utashiriki ndani yake, hata kuwasaidia watu yani ukaona wewe nafsi yako kwenye mambo mazuri imertaha kabisa, imetaranamu, imeterema na kushasha, hufurahi, basi ujue wewe Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala anakupenda. Kwa hiyo sasa usije ukajitia pambani ukawa kama yule bwana yule anaitwa Balaam. Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala aliweza kumjulisha mambo ya dini, mwisho wa siku Mola akamfahamisha jina ambalo ukipitia kumuomba Mola subhanahu wa ta'ala kwa jina kama hilo, basi Mola hukupa. Kwa yule bwana yule, Mungu akamfahamisha mambo ya dini na akamfahamisha hilo jina ambalo ukimuomba Mola kupitia jina hilo, Mola atakupa tu. Mwisho wa siku akajitia pambani, mwisho wa siku akajitia chagu akala hasara. Kumbuka katika surati al-A'raf aya nambari 175 anasema, watlu alayhim naba alladhi atainahu ayatina fansalakha minha faatba'ahu ash-shaytanu fakana min al-ghawin. Watlu alayhim, wasomee wao hao, bimaana hao watu wako hao, ile habari, naba alladhi, habari ya yule ambaye kwamba atainahu ayatina, tulimpa yeye dalili zetu, tulimpa yeye ishara zetu, lakini fansalakha minha, mwisho wa siku akajichomoa kutokana na zile aya ambazo tulizompa, zile ishara zetu ambazo tulizompa. Faatba'ahu shaytanu fakana min al-ghawin, shaytani mwisho wa siku akamfuata yule bwana akawa ni katika watu ambao wenye kupotea.
Kaendelea kule usoni, walau shi'na la rafa'nahu biha walakinahu akhlada ila al-ardi wattaba'a hawahu wa mathaluhu kamathali al-kalbi in tahmil alayhi yalhath wa in tatrukuhu yalhath dhalika mathalu al-qaumi alladhina kadhabu bi ayatina faqsusil qasasa la'allahum yatafakkarun au kama qala. Kwa hiyo sasa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala anapokuelimisha katika mambo ya dini, anapokupa hii dini yake, basi ujue Mola Subhanahu wa Ta'ala wewe anakupenda, tena anakupenda kweli kweli, anakupenda kweli kweli. Man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fi dini, yote yule ambaye anayetakiwa khairi na Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala kwake yeye, basi Mola humfahamisha dini. Hadithi hiyo inapatikana katika sahihi ya Imamu al-Bukhari mujallidi wa kwanza ukurasa nambari 25, ni hadithi ya 31 hiyo aliyopokea Ibn Abbas hibru hadhihi al-umma. Hiyo ala kulli hali, Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala anapokupa hii dini, na kikupa dini maana yake kukupa ile ilmu ya dini, ukaifahamu dini vile ilivyo dini kwa kupitia kuisoma, basi ujue Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala anakupenda. Kwa hiyo wala yu'ta dina, na wala hampi dini illa liman yuhibbu, isipokuwa kwa yule ambaye anempenda. Man a'tahu, basi yoyote mwenye kumpa hiyo dini. Man a'tahu, basi yoyote yule ambaye yeye huyo Mwenyezi Mungu amempa yeye huyo ad-dina, dini, faqad ahabbahu, basi huyo Mola amempenda. Walladhi nafsi biyadihi, na naapa kwa yule ambaye nafsi yangu ipo kwenye uwezo wake. Biyadihi, ipo kwenye uwezo wake. Yadi ni mkono, lakini hapo tunafasiri kiuwezo au kinguvu. Kwa yule ambaye naapa nafsi yangu ipo kwenye nguvu zake, kwenye uwezo wake. La yuslimu abdun, hasalimiki mja. La yuslimu abdun, hasalimiki mja, manake hawi muislamu mja yoyote yule, hata yuslima qalbuhu, mpaka moyo wake uwe salama, usalimike, walisanuhu, na ulimi wake, asiwadhanie watu kupitia moyo wake, asiwadhanie vibaya, na ulimi wake asiwatemkie wale watu maneno ambayo yatawaudhi au inakuwakera, mpaka usalimike moyo wake, na pia vile vile mpaka ulimi wake usalimike. Almuslimu man salima almuslimuna bilisanihi wa yadihi, kama anapopokea alimamu Ahmad katika musnad yake mjalladi wa 11 ukurasa nambari 410, hadithi namba 6806. Wa muislamu almuslimu, na ukisikia almuslim kwa alif na lamu, manake tufidu ala fardin kamil, yule aliyefikia daraja ya ukamilifu katika uislamu wake ni yule ambaye waislamu wengine wamesalimika kupitia mkono wake na kupitia ulimi wake. Mambo haya anaendelea kusema, wala yu'minu, na wala hawi muumini mja yoyote yule ambaye yupo katika ulimwengu kama huu, hawezi kuwa mu'min hatta ya amana jaruhu, mpaka asalimike yule jirani yake, bawaiqahu, zile shari zake. Yani ili uwe muumini wa kisawasawa, basi hakikisha kuwa yule jirani yako amesalimika na shari zako. Shari zako wewe umfanyie yule jirani yako, sababu jirani umpende, ndio kinachotakiwa, mpende jirani yako. Anasema suila Rasulullah sallallahu alayhi wasallam an bawaiqihi, Mtume sallallahu alayhi wasallam aliulizwa kutokana na hiyo bawaiq. Jua muda mwingine Waarabu bwana Mtume sallallahu huenda akaongea maneno ya Kiarabu, ya kilugha ya Kiarabu, lakini Waarabu kama wale mwisho wa siku wawe hawayajui maneno kama yale. Yawezekana hivyo, hata kwenye Uswahili uweza ukaongea neno la Kiswahili lakini watu wasikuelewe umemaanisha nini. Kwa hiyo Mtume sallallahu aliulizwa kutokana na hiyo bawaiqa, an bawaiqihi, kutokana na hiyo bawaiqi. Hiyo bawaiq ni kitu gani? Mtume akajibu kuwa bawaiqa ni ghashamuhu wa dhulmuhu, manake ile dhulma yake, kumdhulumu yule jirani, asimdhulumu kwa hali yoyote, asimdhulumu kwa hali yoyote. Hiyo ghashamu na dhulmu yote ni atfu tafsiri, ina maana moja. Wala yaksibu abdu mala harama, na wala mja hachumi mali ya haramu, fayatasaddaqu bihi, kisha akatoa sadaka kwa kupitia mali kama hiyo, fayuqbalu minhu, kisha akakubaliwa kupitia mali kama hiyo aliyotoa sadaka kwa kuwa aliipata katika njia za haramu, haiwezi kukubaliwa mali kama hiyo. Wala yunfiqu minhu, na wala hatoi posho kwa kupitia mali kama hiyo. Wala yunfiqu, na wala haitoi minhu, kutokana na hiyo mali, bimaana ya haramu, fayubaraku lahu fihi, kisha akabarikiwa yeye huyo mtu ndani ya mali kama hiyo, hawezi kubarikiwa. Wala yatrukuhu khalfa dhahrihi, na wala haiwachi hiyo mali ya haramu nyuma ya mgongo wake, illa kana
isipokuwa inakuwa ile mali zaadahu ila nari, ndio andao lake, ndio zawadi yake ambayo atakokwenda wapi? Motoni. Inna Allaha la yamhu sayyi'a bisayyi, Mwenyezi Mungu hafuti ovu kwa ovu, baya kwa baya Mola hafuti. Walakin yamhu sayyi'a bilhasani, lakini hufuta ovu kwa kule kufanya jema. Innal khabitha, hakika jambo baya au kitu kibaya, la yamhu alkhabitha, hakifuti kile kitu kibaya. Baya bwana hufutwa na kizuri. Kwa hiyo ala kulli hal ni mambo yanayotakiwa mtu kuweza kuzinduka kupitia mambo kama haya. Ya khaira khalqillah, ya khaira khalqillah, ya khaira khalqillah Muhammad.